wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutujalia neema hii ya amani nchini, kwani sote tunafahamu yale yanayoendelea katika nchi za Mashariki ya Kati ambako wanaadhimisha sikukuu hii katika mazingira magumu ya kukosa utulivu. Hali hiyo sio tu inawaathiri wao, lakini athari zake zimeikumba dunia nzima, ikiwemo nchi yetu ya Tanzania. Serikali zetu zote mbili, ile ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, tumekuwa tukichukua hatua mbalimbali katika kukabiliana na athari za vita, hususan kupanda kwa bei ya nishati ya mafuta ambako kunaleta madhara makubwa ya kiuchumi na kusababisha ugumu wa maisha kwa wananchi wetu. Tutaendelea kuchukua hatua mbalimbali katika kuhakikisha nchi yetu inapunguza madhara yanayotokana na athari za mgogoro wa vita hivyo. Aidha, nawaomba wananchi waendelee kuwa na uvumilivu wakati serikali inaendelea kukabiliana na hali hiyo. Tumwombe Mwenyezi Mungu ajalie kupatikana kwa amani na maelewano huko Mashariki ya Kati na maeneo yote ambayo amani imetoweka, ili kuleta ustawi wa watu wote duniani kote. Kupitia Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana, kwa kushirikiana vyema na taasisi zinazosafirisha mahujaji Zanzibar chini ya umoja wao wa UTAHIZA katika kufanikisha usafirishaji wa mahujaji wetu mwaka huu. Nafahamu kuwa kazi kubwa ilifanyika katika kuhakikisha mahujaji wetu wanaandaliwa vyema, wanahudumiwa vizuri na wanasaidiwa kwa kila hatua ili waweze kwenda kutekeleza kwa ufanisi ibada ya hija. Tarehe 2 Mei 2026 nilipata fursa ya kuhudhuria katika shughuli maalum ya kuombeana dua, kutakiana kheri na kuagana na mahujaji wa Zanzibar kwa mwaka huu wapatao 2600. Nimepata faraja kuona mwamko mkubwa tulionao wa kwenda kutekeleza ibada ya hija. Ahadi yangu ni kuwa serikali itaendelea kuchukua hatua ili kuzifanyia kazi changamoto zilizobainishwa katika risala ya UTAHIZA na nyinginezo zitakazojitokeza kwa lengo la kuhakikisha watu wengi zaidi wanapata fursa ya kwenda kutimiza nguzo hiyo ya 5 ya Uislamu.